kuzaliwa. Geoffrey alizaliwa tarehe 31 Disemba mwaka 1966 katika kijiji cha Kishimundu, kata ya Uru Mashariki. Geoffrey alikuwa mcheshi, mpenda amani, na alipewa jina mzee wa busara au Lowassa kwa sababu alikuwa na mbinu kichwani mwake. Historia fupi ya Blandina Felix Ngowi. Kuzaliwa kwake. Blandina alizaliwa tarehe 24 Disemba mwaka 1972 katika kijiji cha Kishimundu katika kata ya Uru Mashariki. Ndoa. Geoffrey na Blandina walibariki na kufunga ndoa yao tarehe 19 Disemba mwaka 1999 katika kanisa la Uru Lutheran katika mtaa wa Masa. Umauti. Tarehe 29 Mei 2025, ndugu Geoffrey na Blandina walikutwa nyumbani kwao wakiwa wameuawa kikatili. Tangu msiba umetokea na hata sasa tumeendelea kushirikiana na familia hii na jeshi la polisi usiku na mchana. Nipo kazini nikiendelea uchunguzi ni nani yuko nyuma ya vifo hivi. Tunaomba wananchi tushirikiane kwa pamoja tupate taarifa za nani hasa ambaye yuko nyuma ya vifo hivi. Na tangu siku ya kwanza msiba ulipotokea, kuna mwanafamilia mmoja kijana wa familia hii ambaye alitoweka na hata sasa mpaka sasa hajajulikana aliko. Jeshi la polisi linaendelea kumtafuta apatikane ili atusaidie sasa kuweza kujua ni nani amehusika na mauaji haya. Kwa hivyo wananchi naomba sana, mpaka sasa bado hatujaweza kupata majibu na nani amehusika. Ila kwa ushirikiano wenu tukifanikiwa kumpata huyu kijana, huenda kwa tutaanzia hapo na tukapata majibu ya nani amehusika na vifo hivi. Tunaona katika maisha yetu sasa matukio haya ya ukatili na ukatili mbaya kama vile ambavyo mchungaji amehubiri. Na mimi nilitaka kusema kwa kifupi tu, dhambi ya kumwaga damu ya watu ni dhambi mbaya. Dhambi ya kumwaga damu inanajisi nchi. Ndio maana hata ukitaka kununua shamba uulize sana. Hata kiwanja sione kiko tu sema ni kikubwa karibu eka, karibu nusu. Lakini uulize hiki kiwanja ni cha namna gani. Huku Kilimo tunaungana na familia zote mbili, familia ya Mota pamoja na familia ya Ngowi, kwa kuondokewa na wapendwa wetu. Ni kweli mama yetu na dada yetu Blandina Mota alikuwa ni mwimbaji mwenzetu sauti ya pili, hivyo tuna pigo kubwa, tumeondokewa na mwenzetu, ila tunaamini ya kuwa Bwana ametwaa, jina lake libarikiwe. Mimi kama diwani wa manispaa ya Moshi naendelea kuomba jeshi la polisi na wananchi wengine wote waendelee kuwasaka popote walipo, waendelee kumtafuta kijana huyo na wengine wote walioshiriki katika jambo hili wakamatwe na watiwe hatiani kwa mujibu wa sheria. Sisi tunajua sheria yetu iko wazi. Pale ambapo unamuua mwenzako, sheria inasema na wewe uawe, kwa maana unyongwe au kufungwa maisha. Kwa mimi kama Juma Raibu manispaa ya Moshi diwani naungana na jeshi la polisi na nitatoa donge nono pale popote ambapo watatambua mtu yoyote ambaye amehusika katika mauaji hayo, nitatoa donge nono kupitia kwa RPC au kwa OCD ili mtu huyo akamatwe na kutiwa hatiani. Mota uliumbwa kwa udongo, unarudi tena kwa udongo, na mavumbi kwa mavumbi. Mwokozi wetu Yesu Kristo atakufufua siku ya mwisho.
kwa kuwa Mungu Mwenyezi amependezwa kwa rehema zake kumtoa mama yetu Blandina Ngowi kutoka katika maisha haya, sisi tunaweka mwili wake ardhini. Blandina, uliumbwa kwa udongo, unarudi tena kwa udongo na mavumbi kwa mavumbi.